Tunasoma Yohana 17 mstari wa 11 mpaka 12. Tunasoma katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. 11 nasema hivi: mimi sasa simo tena ulimwenguni, lakini wao bado wamo ulimwenguni, nami naja kwako. Baba Mtakatifu, uwalinde kwa uwezo wa jina lako ulilonipa, ili wawe na umoja kama sisi tulivyo wamoja. 12. Nilipokuwa pamoja nao niliwalinda, wakawa salama kwa lile jina ulilonipa. Hakuna hata mmoja aliyepotea, isipokuwa yule aliyekusudiwa, ili maandiko yapate kutimia. Kiswahili lingine nasema kwamba isipokuwa ule mwana wa upotevu. Voilà. Somo letu liko kwa ile verse ya 12 ambayo tazungumzia juu ya upotevu. Upotevu. Hapa ni Yesu Kristo iko anazungumza pamoja na Baba, na pale kwa naaga wanafunzi wake. Katika kuzungumza kwake alikuwa anapana ripoti mbele za Baba yake, kusema kwamba Baba, ulinipa mitume 12 na mimi nataka kuwaacha katika dunia, na mimi nataka kuya kule kwako. Sikuombe watoshe mudunia, hapana. Wabakie mudunia, waendeleshe kazi. Na hawa 12 nilikuwa nao, kuna baki 11, na mmoja wao hayuko tena, kwa sababu alikuwa mwana wa upotevu, naye hayuko miongoni ya hawa ambao ninakupatia ripoti. Dunia inajaa mambo mengi. Tunapoamini, tunapookoka, tunakuwa na msongomano, misuko ya dunia. Na kuna wengi wanaamini Kristo walikuwa na shabaha kwamba nitatembea katika wokovu wangu, wala sitarudia nyumba. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Je, na kwa kama semi ya kila mtu kwamba nimeokoka, nimeamini, dhambi nimeziacha, uchafu wa dunia nimeuacha, sitaki tena kurudia nyuma. Na wengine wanaikiri katika vinywa vyao na kuisema waziwazi. Lakini kwa sababu tuko katika ulimwengu, tuko katika dunia na inajaa misukumano, shetani naye na mapepo zake mara kwa mara analeta mashambulizi, analeta majaribu kwa watu, na watu wengi wanarudia nyuma. Watu wengi tena wanapotea katika dhambi, wanapotea katika giza. Ndio maana Yesu iko anaambia Baba yake ya kwamba hawa watu nimewaacha katika ulimwengu, Baba walinde. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Alijua kwamba kuko magumu, kuko majaribu, na kweli waliipata. Baliona cha mutema kuni. Mitume walinde, wachungi. Ndio hawa 11 nimekupresente hapo, nimebaleta kwako kama vile ripoti ya kazi niyoifanya. Lakini kuko mmoja ambaye alipotea. Ni mwana wa nini? Wa upotevu. Bwana Yesu atusaidie sana. Teme yetu ambayo tunataka kuzungumzia, tazungumzia aina za pepo mbalimbali ambazo zinaleta upotevu katika maisha ya Wakristo, ambayo inasababisha tusisimame imara katika kanisa la Bwana. Zinaharibu kanisa la Bwana, zinatuma tusikae na Bwana, zinatuzuia tusikae pamoja na Bwana. Tunajua kwamba teme yetu hii mwaka
ni kukaa pamoja na nani? Na Bwana. Sasa sisi tunatamani kukaa na Bwana, lakini zile pepo zinatushambulia, zile pepo zinatukosesha amani, zile pepo zinatuuzi. Ndio maana Mungu amependezwa kwa mchana wa leo tuzungumzie zile pepo, uzijue na mimi nifanye nini? Nizijue. Kwa sababu unapojua adui hawezi kufanya nini? Hawezi kushinda tena. Watu wanasemaka kwamba ase mlimaji akijua kwamba hapa kuna koka lijiwe, jembe yake inafanya nini? Inapona. Hawezi piga jembe yake mlijiwe, njoo pale kuna koka nini? Lijiwe. Na sisi kuelewa zile pepo, kuzifamia zile pepo, hazina kuwa na uwezo juu ya maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Zinaharibu kanisa. Wakati tunasema kanisa haiko hivi bambazi, ni wewe na mimi. Kuna wengi kanisani wameharibiwa na mapepo, ingawaje wanaingia kanisani, wanasikia neno la Mungu, wamekwisha kuharibika. Na wengine humu tu wanaharibikia humu, na tunawaza kuna Wakristo kumbe wamekwisha haribika zamani. Amina. Amina. Pepo ya kwanza ni pepo ya uongo. Uongo na kushuhudia uongo. Kuna watu wamo kanisani lakini ni waongo wa kupindukia. Mubunyumba ni uongo, mukazi ni mwongo, na mukanisa ni mwongo. Nayo ni pepo ambayo imeharibu watu wengi. Ameacha bwizi, ameacha vingine vyote, lakini uongo. Akisimama hapa na kusemea uongo, anakuvalisha hayo kama vile koti yenye inakuenea. Wako mkanisa. Na ni mama Mkristo, ni mama mhubiri, ni mama kiongozi, ni baba mtumishi, lakini kinywa chake ni nini? Ni uongo. Lile pepo imevamia wengi ndani ya kanisa. Mubunyumba hakuna kweli. Hakuna kweli. Mubunyumba mbele ya baba hana ukweli. Mbele ya watoto hana ukweli. Magumu ni kwamba na watoto nao wa munyumba wamefahamia kwamba huyu mama yetu anaweka muongo. Hasa ukizala musika, kwa hata endaka atakuwa mzima na atakuwa nani? Mungu. Na zile pepo imevamia Wakristo wengi, na watakosa mbingu juu ya kusema tu nini? Bongo. Wakati akisimama kamusika kabatu na akasemea bongo, atakapatia na mimba yenye akuonaka kwenye mimba sawa, atamuvalisha iko na mimba, hamuone na sura yake, hamuona nini, wenjo limebeshaka ile mimba, na anaitangaza nazunguruka mwingine wote mzima na kanisa wote mzima, na naza fika kwa pastor mumutenge kama pastor na viko habana esprit de vérification, esprit de contrôle, esprit de discernement. Ule dada natengwa, ule mama napata magumu kwa sababu ya nini? Ya uongo. Nitumie pale kitu media. Tusome Matendo ya Mitume sura 5 mstari wa 1 mpaka wa 5. Tutaona habari za watu wawili ambao walikufa juu ya nini? Ya uongo. Ni nani? Anania na Safira. Anania na Safira wanajitoa kufanya kazi ya Mungu, wanatoa shamba lao. Hakuna mtu alibakazaka, hakuna. Na batu wa bongo biko humu. Alitoa naziri miaka na miaka, anafaa sambla kujisabisha, alishafaa sambla, natoaka naziri, ndafanya hiki na hiki mkanisa, lakini naziri shaka nyamanza. Sikia habari za huyu mama na huyu baba, lakini mtu mmoja jina lake Anania na Safira, pamoja na Safira mkewe, aliuza mali akihifadhi kwa siri sehemu ya samani yake. Mkewe naye akijua haya, akaleta fungo moja akaliweka miguuni pa mitume. Petro akasema, tusikilize pale mzuri. Petro akasema, Anania, kwa nini shetani amekujaza moyo wako kumwambia uongo Roho Mtakatifu? Tuishie pale. Watu wengi shetani ameingia katika roho, na kazi yao ni kusema nini? Uongo.
uongo, na mukazi ya buchuruzi ni uongo. Oh, hivi nilirangura ku $10 kweli, ukiningizia muka $1 hakuna problem. Nani bongo? Nani mukristo? Nani mukristo na hata jihukumu kitu, c'est normal, iko business. Nani alikwambia kama mbuchuzi wasemaka bongo? Nani alikwambia vile? Nani alikwambia vile? Tuko tunaona na ba depute ba Kristo banakuya, oh mie niko depute mnichagule, ndabatengeneza hivi kina kisaki napita, basi anapotelea kule na kutusalimia batatusalimia bongo. Nani mukristo? Kanisa la Bwana tuepukane na bongo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana tusaidie sana. Tuepukane na bongo. Hii bongo iko kungazi zote. Ngazi zote watu wamesema uongo, watu wamekiri uongo, watu wanatembea katika uongo, maisha yao ni uongo, pepo za uongo. Situme tunakosa ufalme wa mbingu. Anania na Safira wakakusudia kumdanganya roho. So nafika hapa, Bwana Yesu asifiwe. Mungu akinitendea hivi, ndafanya hiki na hiki. Mungu akinifanya ndafanya. Unani alikwambia useme? Kiasi uitimize sasa. Mwaka itapita, miaka 2, miaka 3 na uyatimizaka. Uko na mimba, Mario Mungu, nikizala hapa Mario Mungu, ndaenda Kahembe nilete lumbuzi. Unakimbuzi ya mkaembe unegusaka hapa tu kinaruka. Kia hapa unagusa hapa kina. Njoo ndaleta mkanisa. Na mbuzi itakuyaka, kisha kesho ni envelope na muko 10,000 francs. Nulisema kambuzi. Mwongo na mbingo utafanya nini? Hautaingia. Mungu atusaidie toka katika uongo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ambia mwenzako mlie pembeni, Mungu atusaidie toke muongo. Pepo ya uongo situvamie. Pepo ya muongo ende mbali na sisi. Haleluya. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe sana. Yohana 8:44 inatuambia kitu kimoja pale nayo. Jean 8:44. Media Yohana sura ya 8:44. Ninyi ni wa baba yenu Ibilisi, na tamaa za baba yenu ndizo mpendazo kuzitenda. Yeye alikuwa muuaji tangu mwanzo, wala hakusimama katika kweli, kwa kuwa hamuna kweli ndani mwako. Asemapo uongo, husema yaliyo yake mwenyewe, kwa sababu yeye ni mwongo na baba wa nini? Wa uongo. Ukiwa mtu wa bongo, hauna mbingu. Uko mtoto wa nani? Mtoto wa shetani, kwa sababu shetani njoo muongo, naye njoo baba wa nani? Wa uongo. Utoke mwa kanisa uende kwa baba yako. Juu mwa kanisa hamuna baba yetu, haiko baba nini? Wa uongo. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna shituka tu na mama mbunyumba naye ni kudanganya tu papa. Oh, kama ni rasio anakanyula, kama ni nini anakanyula. Sasa papa mko nenda wapi? Kwa ile soko ishaharibika papa. Suna hii samaki nyinyi mmeleta tu. Kumbe alifanya nini? Alikanyula. Mama moya Kalehe kuma nakanyulaka franga za baba yake. Akaenda jenga nyumba. Najenga nyumba inaanza chini ya mbao na manjanja. Kisha fika kwa manjanja banabakia batie madirisha sasa. Telefoni hizi nazo ni za mzuri. Telefone kali ya titi. Nana naita bazazi kule wapi? Kale. Saba naita mama alikuwa ametoka nje kidogo. Papa akachukua telefoni. Asema, "Halo, papa ni wewe?" "Ndio ni mie papa." Sasa tunashukuru sana kwa kazi uko nafanya papa. Kazi gani? Vraiment ile makuto tumia ya kujenga nyumba, vraiment tushajikazi. Mekunabakia madirisha na Mungu wa mbingu akubariki. Vraiment Mungu akutendee mema, ukijaliwa neema tena utumie franka za nini? Za madirisha. Papa kajiponda, sembo, asante vraiment. Tutaangalia gisi ya kufanya siku zijazo. Mama alipoingia, papa kamuuliza, "Ulituma franga za kujenga nyumba Kalehe?"
mama akakosa kwenye tafani ni atangalia. Lakini ile nyumba iliingia mfujo, iliingia makelele, ikafika na kwa pastor. Tukakosa tuseme namna gani? Mama mzima ujenge nyumba mpaka kwenu, na baba hajuwake, mubaba hajuwake, muko naye munaishi naye, uko na mudanganya, kumbi frangu kuna zikamatu nzaba wapi? Kwenu. Mekwabo hawezi fanya nini? Hawezi. Kwenu njoo kuna jenga tu, mekwabo bangali munyumba nini? Ya nyasi. Uongo, uongo inakona nini na mwisho. Unapopata mwisho ya uongo ni haya na kufanya nini? Na kuzalaulika. Shetani njoo baba wa uongo, na tujikaze kanisa la Mungu tudoe katika hali ya nini? Ya uongo. Pepo ya pili, Hesabu 25 mstari wa 1 mpaka wa 4. Hesabu Nombre 25, Hesabu tunasoma mstari wa 1 mpaka wa 4. Basi Israeli akakaa Shitimu, kisha watu wakaanza kuzini pamoja na wanawake wa Moabu, kwa kuwa waliwaalika hao watu waende sadakani, sadaka zilizowachinjia miungu yao. Watu wakala chakula, wakaisujudu hiyo miungu yao. Ikawa Israeli kujiungamisha na Baal Peori, hasira ya Bwana zikawaka juu ya Israeli. Kisha Bwana akamwambia Musa, watwae wakuu wote wa watu hao, wanyongee juani mbele ya Bwana, ili kwamba hizo hasira kali za Bwana ziwaondokee Israeli. Amena. Pepo ya pili ni pepo ya usharati na uzinifu. Pepo ya nini? Ya usharati na uzinifu. Nayo imesababisha watu wengi wakose mbingu. Magumu ni kwamba umeokoka, magumu ni kwamba umeamini, lakini uasherati na uzinifu hawachi. Ndatubu kesho yake, ndatubu kesho. Kuko wakati neema naishaka, kuko wakati neema Mungu asimaka una exagere sana Bwana, unapata cha mutema kuni kuli. Hasa hii pepo imekumba wengi nao, na wanajisema wako wa Kristo, wanajisema wa bishop, wanajisema wako wanamtumikia Mungu, lakini pepo ya uasherati na uzinifu imeharibu kanisa, imeharibu watu wengi. Hapa Mungu anakuwa na hasira juu ya wana wa Israeli kwanza kuzini na watu wa Moabu, wanawake wa Moabu. Mungu akasirika na akasema, akaambia Musa, wale wakubwa wote wa mikutano, wale wakubwa wote wanyonge hadharani jua kali. Tunaposoma kitabu cha Samuel sura yake ya 3, tunaona habari za wana wa Eli, Hofni na Finehasi, ambao kuzuiza na hii pepo ya usharati na uzinifu ndani ya kanisa la Bwana. Wale watoto wawili, hasira ya Bwana ikafanya nini? Ikawaka. Magumu ni kwamba na bapapa nabo biko na babibi kunyumba ni basharati, na bamama nabo biko na bwana kunyumba ni basharati. Njoo magumu imetesa kanisa la Bwana, na wanaimba, wanajazwa, kumbi ni bandi, kumbi ni karusha mkanisa la Bwana. Na wengine wanaweza kuhubiri, hata wanahubiri, kumbi ni bandi. Bwana tusaidie sana. Hii pepo inatambaa, hii pepo inatembea, inazunguruka na inatafuta watu. Hii leo monde leo busharati njoo iko alaine huku nje na ndani ya kanisa alaine, lakini acha Mungu akukinge. Bwana Yesu asifiwe sana. Acha Mungu atulinde. Mungu alinde vijana wetu na hii pepo ya sharati. Mungu alinde baba na mama. Sisi sote Mungu afanye nini? Atulinde, atuepushie hii pepo.
Hii zambi ya uasherati binasema kwamba ni zambi inaua roho na nini? Na mwili. Na mwili. Leo kuko batu bamingi biko ba victime ba magonjwa ya sida. Juu ya nini? Hakujizuia. Kuko makaza mingi tunjua Bwana Mungu alimubariki tu kidogo, akamubariki. Kisha kumbariki hakujizuia, alitembea ovyo ovyo. Mama anakuwa victime na watu wanakuwa victime. Juu ya nini? Kutojizuia kwa baba. Biblia inasema kwamba hii pepo ni ya kufanya nini? Ni ya kungoya. Kimbia. Wakati unaona kenye kinaheneka, unajua kuheneka kinafungula macho hivi, kiko tembea, ukimbie, usingoe wala usiangalie pembeni. Kimbia, kamata nini? Mbio. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu asifiwe. Mezali sura 6:32 nasema nini? 6:32. Tunataka tutembee mu 2026 na tuko katika hali ya utakaso. Hautakaa na Bwana na kumbuchafu hapana. Tunakaa na Bwana katika hali ya utakaso. Haleluya. Biblia inasema hivi, Mezali 6:32. Mtu azinie na mwanamke hana nini? Akili kabisa, ni kiwerewere. Afanya jambo litakalo mwangamiza nafsi yake. Mtu azinie na mwanamke, dada unayezini tembea ovyo ovyo, hauna nini? Uko kiwerewere kya kuenea, kwa sababu haupendi kufanya nini? Kujizuia. Haleluya. Tunasema kwamba kama kijana ukiwaka tamaa ufanye nini? Ukiwaka tamaa ufanye nini? Kama kuya tu leta tu nzele yako tu hapa tu, baba wabariki. Tunauza peta hapa karibu. Tunakubariki, unaenda kupale. Kia kwendeni kuna zunga huku na tembea kuhimusika ya watu. Haupendi una kajipo. Macho yako iko naangalia nini? Simeona akasema, Bwana nimeona wokovu wako. Hasa wewe macho yako iko naona nini? Haleluya. Haleluya kanisa la Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii mwaka wa 2026 tembea katika hali ya utakaso. Ambia bule busheribu wote distance na nini? Na mie ambia abo. Hile telefone na wengine telefone zinjozi na bangusha tu. Inamuangusha bia telefone. Halala ke busiku wote mzima. Halo, unalala. Busiku wote mzima. Pepe ya usharati. Bengine kuangalia matelefone video zenye hazina kisha nini? Na mkongo. Na ndio zinaharibisha watu zile mavideo. Zinaharibu watu. Kwa hiyo pepo ya usharati tunaifukuza katika jina la nani? Pepo ya tatu ni pepo ya ulevi na kiu ya nini? Ya pombe. Pepo ya ulevi. Banduku. Umekwisha kuokoka. Umekwisha kuamini Yesu. Kiu ya pombe inatoka tena wapi? Inatoka wapi? Na mimi nijikunye kabonane, simina maenza mwaka nijikunye kadogo, utakufa. Mwezile mkunya kidogo mbonane, utakufa. Na bengi maza tuma batoto, basi mujue kama na kunywaka, wende niuzie himandale kule, himuchibwe kule, wende utakufa na nini? Na mandali. Bengine mliko nakunya mashampanye na banaenda jehenamu. Mewe mandali takuwa wapi? Jehenamu. K6 Bedo. Wende jehenamu ja K6 tu. Bwana tusaidie sana. Haleluya. Some pale mediato eke pale Mezali. Barua kwanza Paulo kwa Korinto sura ya 5, 1 Corinthians 5 mstari wa 11 kisha 1 Corinthians 6:10. 5:11 nasema hivi, lakini mambo yalivyo
niliwaandikia kwamba musichangamane na mtu aitwaye ndugu, akiwa ni mzinzi au mwenye kutamani au mwenye kuabudu sanamu au mtukanaji au mlevi au mnyang'anyi. Mtu wa namna hii msikubali hata kula naye. Amina. Unafika kumeza Bwana na uko mlevi, unajua kuna lewaka bien, primus haitoke ukinywa yako yote, mtasha vimba vimba, tumbo na kuya nini sante. Sante gani bandu? Kumbe ni lumusi. Lumusi njoo kunaleta sante, unaanza ni kiroho, kumbe hakuna kitu. Biblia inasema kwamba mtu wa namna ule tusifanye nini? Tusichangamane naye, tusikule na usikie tusumbua kumeza ya Bwana. Enda kuprimusi zako, tuache tukule mwili na damu ya nani? Ya Yesu Kristo. 6:10 1 Corinthiens 6:10 6:10 wala wezi wala watamaniao wala walevi wala watukanaji wala wanyang'anyi 11. Na baadhi yenu mlikuwa watu wa namna hii, lakini mlioshwa, lakini mlitakaswa, lakini mlihesabiwa katika haki katika jina la Yesu Bwana Kristo na katika Roho wa Mungu wetu. Amen. Yani walevi zamani tulikuwa kule, ndio tuko walevi. Meumu hatuna hata droit ya kufanya nini? Ya kutia kileo kwenye kinywa chetu. Hatuna. Niko wangu Mkristo independa wapi? Independa wapi? Nikikunywa kasika moya, basi nani alikufundisha vile? Bwana tusaidie sana. Pepo za ulevi, za kiu ya pombe tunazifukuza katika jina la Yesu. Zisikuvamie tena, zisikutawale tena. Tangu leo jua kwamba nimeoshwa, nimetakaswa na nimehesabiwa haki. Jina la Bwana libarikiwe sana. Haleluya. Niko Mkristo, niko msafari ya kwenda mbinguni. Acha nikwambie kwamba hakuna mlevi mwatendaka mbinguni. Parapande kilia mubulevi. Mubulevi kwa nuka pombe. Mbinguni hakutangia kitu kichafu wala kinini kinyonge. Hakuna. Njoo maana acha ile vitu kunayo. Acha ile mapombe, huku nakamata mapembo hii njoo kanyanga. Inakulunguza na kinywa na shingo yote na estoma. Ushagonjwa estoma juu ya pombe, ushakauka juu ya pombe, unakufa nini? Achana na vile vitu mpendwa, na ushikamane na Kristo ambaye tunapomkunywa, tunapomkula anamaliza kiu. Haleluya. Haleluya. Anamaliza kiu ya pombe, analeta kiu ya neno la Mungu, analeta kiu ya maombi, analeta kiu ya kufanya kazi yake. Sifa za Bwana zimurudilie daima. Pepo ya 4, Matendo ya Mitume 8:18 mpaka 12. Acte 8:18 mpaka 20. Matendo ya Mitume 18 8 tafadhali. 8:18 sema hivi: wakati Simoni alipoona ya kuwa watu wanapewa Roho Mtakatifu kwa kuwekewa mikono ya mitume, akataka kuwapa fedha akisema, nipe na mimi uwezo huu, ila kila mtu nitakaye mwekea mikono yangu apokee Roho Mtakatifu. Tuseme ya kwamba huyu Simoni Petro alikuwa nani? Mchawi. Sasa yeye akawaza ya kwamba mitume kwa sababu wanafanya miujiza, nao ni wachawi wakubwa kama vile yeye, na katika uchawi wake njoo akasema kwamba awapatie pesa, wampatie nguvu za uchawi kusudi aendeleshe kazi yake. Lakini Petro akamwambia, potelea mbali na nini? Na pesa zako. Kanisani kuna watu ni wachawi, kuna watu ni walozi, kuna watu hao ni wakuruka busiku, wako ndani ya kanisa, wako ndani ya nini? Ya kanisa. Pastor na Nathanael alikula karuho. Mimi nakula kwa nani? Kwa pagani basi. Kwa mapagani basi.
Mura ulimpatia karuhu, alikula kupagani basi. Siku ba Kristo benzako, ba Kristo. Na biko mkanisa. Unaenda wapi na buchawi yako? Na bingine mangana na mairizi hata mairizi. Sana kufa kwa hospitali. Kumbe lisabu kitosha mbele kio kwa hospitali. Sana daye iko na boru, iko na kope mwa hivi mkiuno chake. Na ni Mkristo, na ni pengine ni shujaa, pengine ni kiongozi. Acha nikwambie kwamba mchawi hata ritu ufalme wa nini? Wa mbinguni. Sisi tumeamini jina la Yesu Kristo, Bwana wa mabwana, ambaye ni mganga, ambaye ni Mungu wa uwezo. Hasa uchawi achia pale. Na wengine ni Bakristo biko banenda kubafumu, hata kubafumu bangane banachanjaka. Tani kuchanje banamuchanja kutumbu, bamuchanja kumgongo, na kwenye siwezi kusema hapa banamuchanja yeyote. Na ni Mkristo. Uko mchawi, na uchawi yako uko naifanya ndani ya kanisa la Bwana. Bana sadie sana. Mchawi hata rithi ufalme mbinguni. Mchawi mlozi hata ona uso wa Bwana. Na kubidi kubadiliki, kuacha zile njia mbaya. Wivu nao ni uchawi. Wivu si nao ni uchawi. Wivu mwanza kwa zala mtoto, sana kitoto kia mzuri. Unaenda ku maternite, nipatie kwa mtoto, mtoto wa bie, unamuvunja clavicle au mbavu kwa. Kamata mtoto wako. Mtoto analia mchana usiku wote mzima, kumbi ulishafanya nini? Ulivunja mbavu. Mwenzako akiowesha, we ule, hapa nje banaoweshaka, hapa nje banaoshaka. Ni nini? Wivu ya nini? Chunga wakati wako. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Uchawi iko muroho ya mtu. Na mwingine wamusika kama mwingine aliolewa, wanje banaolewaka, mimi nabakia hapa, pana sikia wivu. Chunga wakati wako. Pepo za uchawi tunazifukuza ndani ya hekalu la Bwana katika jina. Ulozi haina nafasi hapa. Na katika Agano la Kale ndio nasema kwamba msikubali mchawi kufanya nini? Kuishi hapana. Nafasi yake haiko hapa. Nafasi yako haiko hapa. Leo kunaona wapastori ba mingi wanagonjwa madiabete, wanagonjwa manini. Meso tuangalia ni mabuto tu, bali mpekaka tu buto tu. Kwa mzee pale kumapendo, hatoka kumapori iko bien. Sante ya mzuri kabisa. Anafika kukanisa, anafaa ina deza truaza, anakuwa diabetiki. Sana angalia mjamaa yake hamuna diabeti. Baba yake angaliki mzima na batate bangali bazima. Diabeti. Na yeye na bibi yake tabani diabeti. Diabeti libabeba. Alitunziwa. Hakukosa hizi alikuwa nazo kabisa. Alikunywa madawa na nini? Diabete. Bibi akakufa kwanja. Après 21 jours bwana naye akafanya nini? Akakufa. Eske hili ni ya mapenzi ya Mungu ile kabisa? Hakuna. Kuko magonjwa mengine ni mabutoza wachawi. Na biko mkanisa na tuko nabo. Tunavunja zile nguvu zenu zote katika mchungaji atakuwa na afya nzuri, Onesifo atakuwa na afya nzuri, na mimi nitakuwa na afya nzuri, Papa atakuwa na afya nzuri, sote tutakuwa na afya nzuri katika jina. Mchawi yuko mkanisa. Mchawi yuko mkanisa. Na ni mtu nunaka tu, pastere, mtumishi, kumbi ni rumaliza. Anamaliza watu na kanisa. Anatesa watu na kanisa. Magonjwa, hitoto gonjwa, na bengine ni kazi yao ni kutosha mamimba, kuharibisha mamimba za wamama wengine ndani ya nini? Ndani ya kanisa. Mama anabeba mimba, kesho inatoka. Yana wazi ni mapenzi ya Mungu, kumbi kuko ule mtu yuko pale tu sana kandika basi. Unaanza sikia maumivu, kesho mimba ilifanya nini? Ilitoka. Pepo za uchawi na ulozi haziwezi fikisha mtu mbinguni. Acha zile njia, 2026 ubadilike katika jina la Yesu. Kuya tubu, acha tubu.
usije kuingia ndani ya Jehenamu ijapokuwa uliamini jina la Yesu Kristo. Ya 5 njoo ya mwisho ni pepo ya upingamizi na kujiinua ndani ya kanisa. Tusome Hesabu 16 mstari wa 1 mpaka wa 5. Hesabu 16 mstari wa 1 mpaka 5. Basi Kora mwana wa Ashari mwana wa Kohati mwana wa Lawi akatoa watu pamoja na Datani na Abiramu wana wa Eliabu na Oni mwana wa Peleti waliokuwa wana wa Rubeuni, nao pamoja na watu kaza na wana wa Israeli watu 250 wakuu wa mkutano waliokuwa wateule wa mkutano, watu wenye sifa, wakainuka mbele ya Musa. Nao wakakusanyika kinyume cha Musa na Haruni na kuambia, ninyi inawatosha, kwa kuwa mkutano wote ni mtakatifu, kila moja miongoni mwao Bwana naye yuko kati yao. Ya nini basi kujitukuza juu ya mkutano wa Bwana? Musa aliposikia maneno haya akaanguka kifudifudi. Kisha akanena na Kora na mkutano wake wote akawaambia, asubuhi Bwana ataonesha ni kina nani walio wake, kisha ni nani aliye mtakatifu, tena ni nani atakaye mkaribisha kwake, maana yeye atakaye mchagua ndiye atakaye msogeza kwake. Amena. Habari hizi zinataka huzuni sana. Watu wako mkanisa, wako mkutano, wako mhema la Bwana, lakini kainuka watu wawili, Kora nani na Datani. Wale watu wawili wakachafula mkutano, wakachafula kanisa, wakachafula kundi la Mungu. Wakasema kwamba tangu leo hatutaki tena kuongoza na nani? Na Musa na Haruni. Na shie tuko bakubwa, tuko wa chef. Mungu anatukubali na shie. Basi tusimamie ukichwa, basi tuonee. Akaleta esprit ya rebellion ndani ya kanisa, esprit ya rebellion ndani ya mkutano wa Bwana. Kini Mungu ambaye hapendaki rebellion akaishughulikia wale watu. Bwana Yesu atusaidie sana. Pepe ya rebellion ndani ya kundi, muko mkoral ni rebellion, muko huku Mungu hafurahishwe na ile una watu kama wanamna vile. Mungu anataka watu wakae pamoja. Kwa nini? Kwa umoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Hakuna mtakatifu kati yetu, lakini kama kuna matatizo, kama tuna magumu, tufanye nini? Tuongee, tupate namna gani ya kuendelea wapi? Mbinguni. Hawa wakaleta machafuko, wakaleta vurugo ndani ya mkutano, na Mungu akasirika. Mungu akasirika. Njoo mara kwanza Mungu anazika watu wazima. Mungu anazika nini? Watu wazima. Biblia inasema kwamba kusema kule chini Mungu alifungua udongo, akafungua udongo, Kora na Datani na wale watu ambao walikuwa nyuma hapo wote bakafanya nini? Bakaingia ndani, akafunika, akapanda nini? Peluze ikaota pale kwa ile udongo kwenye balizikwaka. Mpendwa, pepo ya upingamizi, pepo ya uasi, pepo ya kujinua iko mubaya na haitasababisha utembee mzuri pamoja na Bwana. Mungu hatembeake na mtu wa kiburi, hapana. Mungu aliwazika si vile, bali akawazika kwa sababu Mungu hafurahishwe na uasi. Uko mnyumba yako mama, tulia. Biblia inasema kwamba mwanamke afanye nini? Amtii mume wake. Hapana rebellion mnyumba. Na mie na hivi ngusha kwa na watoto 5 tena bia mrefu pima cheza tu bitakunyorosha. Mungu hapendezo na hivi. Mama bakisha kwa na gari mle mupale, usimsemi yako, bitakunyorosha, pima nigusi yako. Na wapeti wanapenda Mary hapo sana. Mary, hauna bahati. Mungu hapendezwi na esprit ya nini? Ya rebellion katika maisha ya Mkristo. Kazini, kwenye unashindaka, kanisani, tulia. Bwana Yesu asifiwe sana.
Mungu anataka watu wenye kunyenyekea mbele za nani? Za Bwana. Ukitaka Mungu akuinue, fanya nini? Unyekee. Bwana Yesu asifiwe sana. Atakayenyenyekea Mungu atafanya nini? Atamuinua. Na atakayejipandisha Mungu atafanya nini? Atamshusha. Takushusha mpendwa. Verse ya mwisho, Timotheo, barua pili kwa Timotheo, sura 3, 8 mpaka 9. De Timotheo 3, 8 mpaka 9. Slab media. Tunasoma, na kama vile Yane na Yambre walivyompingana na Musa, vivyo hivyo na hawa wanapigana na ile kweli. Ni watu walioharibika akili zao, wamekataliwa kwa mambo ya imani. Amen. Yane na Yambre naye walikutana na Paulo katika njia ya kutangaza habari za Bwana. Sasa walipigana, walikutana na Musa katika Agano la Kale, après Koranda tani, na Yane na Yambre nao walipinga Musa. Sasa Paulo yuko naambia mtoto wake wa imani Timotheo, kama vile Yambre na utakutana na watu wa namna vile, lakini usimame imara. Bwana Yesu asifiwe sana. Hubiri habari njema, songa mbele mpendwa. Acha mambo ya rebellion ndani ya maisha yako, ndani ya nyumba yako, katika kanisa la Bwana, katika kundi. Wewe tu acha. Mungu hatatembea na wewe mu 2026 kama uko na ngali na pepo ya rebellion. Pepo 5, pepo ya uongo, ya usherati na uzinifu, ulevi, uchawi na ulozi, rebellion. Tutupilie mbali. Tuwe nyenyekevu mbele za Bwana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuwe nyenyekevu mbele za Bwana. Tutembee pamoja na Bwana katika hali ya kutulia, na Mungu atatubariki. Najua kwamba hii 2026 ni mwaka yako, tena mwaka yangu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Mahitaji zako Mungu atazijibia. Tulia tu mbele za Bwana. Simama imara mbele za Bwana. Tembea katika utakaso mbele za Bwana. Tembea katika kumtumainia Mungu. Hapana kutumania akili zako, mawazo yako, mafikara yako. Tulia. Hizi pepo 5 uzifukuzie mbali. Utembee katika nuru na Mungu atakutendea muujiza. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Usibabaike kuwazawaza mingi. Bwana atakuwa pamoja na wewe. Le Seigneur demeurera avec toi. Bwana atakaa na wewe, atatembea na wewe kazini mwako, katika shughuli zako. Usiwe na shaka wala mawazo mengine. Mungu anataka kuinue. Bwana Yesu asifiwe sana. 2026 Mungu anataka atuinue, ikiwa tu tanyenyekea mbele za Bwana. Mungu basi atubariki na bariki neno lake. Amina. Sijue kama 2025 ulitembea namna gani. Pengine kuna pepo moja ilikubana na ulitembea katika ile hali, lakini Mungu anataka kukumbusha kwamba 2026 hapana. Achia pale. Kwisha kabisa. Ile mambo imeisha kabisa. Kama ni bulevi, kama ni busharati, kama ni buchawi, kama ni uasi, kama ni mambo ya kiburi ya kujinua, kwisha kabisa. Kama uko pale unahitaji msaada maombi, utasimama. Kama unahitaji msaada maombi, Mungu akusaidie, Mungu akutie nguvu, Mungu akuwezeshe 2026 utembee katika utakaso, utembee katika nuru. Karibu mpendwa, karibu. Hautakawia zaidi, saa zimetusonga mbele. Kama uko pale unataka kujitakasa, unataka utakaso wa damu ya Yesu Kristo, karibu. Noeli bonane, samulilewa, ulitumbukia, ulitembea kiovyo. 2025 kabisa haikuwa mwaka utakaso kwako. Karibu. Na kama hakuna shibo, tulitembea vizuri. Sifa zimrudie Bwana. Asante. Karibu kama kuko.
ni raha. Basi tusimama sisi sote na tuambie Mungu atuepushe na hizi pepo zisipate nafasi katika maisha yetu, zisipate nafasi, ziende mbali na sisi, zikimbie mbali na sisi. Tutembee chini ya neema Bwana, tutembee katika utakaso wa Bwana. Tusimame kanisa la Bwana, tumimine roho zetu mbele za Bwana. Mungu atupiganie, atupe ushindi, atupe uwezo ya kuwa washindi kila leo. Tumekaribisha Pastor Onesphore, karibu kuombea kanisa la Bwana.